Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah tabaraka rahmani. Ndugu zangu, hapa kuna tatizo kubwa sana, tatizo zito sana. Hiki ni kisima. Waislamu wakazi wa maeneo haya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wanatumia maji yao kwa kukidhi mahitaji yao, lakini tatizo kubwa ndugu zangu wapenda kheri, hapa wanapita mlevi kasha kunywa pombe, basi anafika hapa hanakojoa. Na kuna mtu kakuta zaidi ya mara mbili mlevi anakojoa hapa. Sasa haya maji wallahi siyo salama, na ndiyo maji wanayotegemea kwa kunywa, kwa kupikia. Ardhi yao ina hutuba kubwa ya kupatikana maji. Kwa hiyo umenitafuta mimi kwa hali na mali, kuomba tuwanusuru wapate kisima. Hata kikipatikana kisima cha pampu, sio haba, kwa sababu ikifika usiku watu wanapita njia hapa, asilimia kubwa ni walevi, wanafanya mambo ya hovyo kabisa. Sasa watu wanatumia maji kupikia iftari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na eneo lote hili mnaoliona mashaallah maji wanaotumia ni kisima ndio hiki. Wana mtihani wa msikiti, lakini shida kubwa ni katika zoezi la maji. Nadhani mnaona mandhari yake, mnaona hali ilivyo haya maji. Watu wanatumia, wanakunywa. Ombi lao ndugu yangu Muislamu, tunajua fadhila ya kutoa sadaka rijaria katika kuchimba maji, kuchimba kisima mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuwasikilize wenyewe inshallah. Sisi ni wakazi wa sehemu hii ya Bamia. Kuna shida ya mambo mawili. Ni shida ya kisima, yani sehemu za kuchukulia maji. Sehemu yetu sio nzuri. Yani ni kisima kiko wazi, wanapita wanyama, mtu mlevi anaweza kukojoa. Halafu tuna shida ya eneo la kusalia. Tuna shida ya sehemu ya kusalia. Eneo letu tunalo la kujenga msikiti, lakini bado hatujapata. Sisi ni wakazi wa Mwembe Bamia, almaarufu Madiba. Kwa kweli huku changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni maji pamoja na sehemu ya kuswali ya msikiti. Tuna shida sana. Yaani watoto, watu wazima, wakina baba sana sana wanapandisha kule juu mbali, kiasi kwamba hata swala zile za usiku, mfano tarawih, inashindwa kuswali, hata madrasa kwa watoto. Kwa hiyo tungepata msikiti, na maana msikiti huo tungeutumia pia kwa watoto kusoma madrasa. Kwa hiyo tuna changamoto sana. Watoto wengi hawasomi, au wale wanaosoma wanapandisha juu kule kabisa, ni mbali.